Hakuna mwanasiasa duniani mwenye uwezo wa kumletea raia wa kawaida maendeleo. Narudia tena. Hakuna mwanasiasa dunia nzima hii mwenye uwezo wa kumletea raia wa kawaida maendeleo. Mwanasiasa ni mtu wakati wa kupokea taarifa kutoka kwa watu wanaitwa wawekezaji, globalist, matajiri, na kumpelekea hiyo taarifa mtu wa chini maskini. Huyu maskini manake aishi vipi ili huyu tajiri aendelee kufurahia ulimwengu. Kizuri ni kwamba mfumo wa wanasiasa kuwa madalali wa maisha ya raia wa kawaida unaelekea kufa, kwa sababu kiongozi mkubwa wa huu mfumo wa haya maisha ni Marekani na Ulaya. Angalia jinsi raia wa Marekani na Ulaya wanavyoteseka. Wacheni kupokea haya maneno. Kabla ya social media tulikuwa hatujui kama Marekani na maskini. Kabla ya social media tulikuwa hatujui kama Ulaya kuna uhalifu wa kutisha kama huu tunaoona kwenye social media. Ndugu zangu, wacha kupokea maneno ya wanasiasa jukwani. Watailetea nchi maendeleo kwa kutaja rasilimali tulizonazo, pasipo kuambia hao wanasiasa watatumia sera ipi. Kinachoitafuna bara la Afrika ni kitu kimoja kinachoitwa sera. Sera ya kuinyonya Tanzania alituingiza Bwana Ali Hassan Mwinyi. Na kizuri Bwana Ali Hassan Mwinyi amekufa, ameshaungama hii dhambi. Na Bwana Ali Hassan Mwinyi alisema wazi, tulikwenda kwenye mfumo wa magharibi kwa pressure, kwa sababu kiongozi wetu tayari alikuwa ameshakufa. Ni kitu gani nataka kukuambia? Haya maneno akina Tundu Lissu wanaoambia jukwani wana uwezo wa kuiletea nchi mabadiliko. Muwaulize watakuja na sera ipi? Hii ya free market and democracy ambayo imeiua Marekani na Ulaya. Marekani na Ulaya imekufa kwa sera ya free market and democracy. Ndugu zangu, Mama Samia hawezi kutuletea maendeleo, Tundu Lissu hawezi kutuletea maendeleo, Mboya hawezi kutuletea maendeleo, Zitto Kabwe hawezi kutuletea maendeleo. Maendeleo ni kuua huu mfumo wa kiudalali ambao umeiua Marekani na Ulaya. Angalia hizi nchi zenye nguvu kiuchumi, nimewapa picha, zina teknolojia yao wenyewe. Anza na Iran ambayo imemgomea Marekani. Njoo China, Trump alikuwa anawadanganya wananchi wake, Xi Jinping atanipigia simu. Ni simu gani Xi Jinping aliyompigia Trump ya kuongeza tariff? Hicho ndicho kitu wa Marekani wanachodiscuss. Trump alitudanganya Xi Jinping atanipigia simu, we gonna make a deal. Marekani imekufa kwa sababu ya mfumo wa kiudalali. Ndugu zangu, ukimsema vibaya Kikwete, kuna watu watakutafuta watakuua. Ukimsema vibaya Mwinyi, kuna watu watakutafuta watakuua. Ukimsema vibaya Mama Samia, kuna watu watakutafuta watakuua. Kwa nini? Hawa ni the best politician we've ever had in our country. Msifie Nyerere, utachekwa, utatukana. Msifie Magufuli, utachekwa, utatukana. Kwa nini? Unajua tofauti hao watu ninavyokutajia? Mwinyi, Kikwete, Mama Samia, hao ni wanasiasa. Magufuli, Nyerere, hao walikuwa ni viongozi wa kuhudumia raia. Unajua kwa nini Magufuli alichukiwa day one na wazungu? Ni ule mfumo wake wa kuanza kulitoa taifa kwenye kuwa tegemezi kwa watu wanaoitwa globalist, matajiri, wawekezaji, na kutengeneza mfumo wa ili taifa lijitegemee. Unawezaje? Kuna kitu Magufuli alikuwa anakigusia ni very dangerous. Na mimi napenda kukisema hata nikiwa kijiweni, ila watu hawawezi kunielewa. Unavyotengenezea raia mfumo wa kuanza kupata riziki yao wenyewe. Yaani kuna kitu Magufuli alikuwa anakichampion, kila mkoa uwe na chakula cha kutosha. Hii ilikuwa ni sera hatari. Hii ilikuwa ni sera ya kumzika na kumalizia mbali mtu kama Baresa, kina Moa, kina Azania. You can kill these people by sera. Hao watu, Baresa sio kwamba ana akili kuliko wewe. Baresa analindwa na sera. Ukimgusa Baresa, BBC, CNN zinaandika Tanzania is the most dangerous place to invest. Wacha kuokota maneno ya wanasiasa, wana uwezo wa kuiletea hii nchi maendeleo. Waulize swali moja, wachana na katiba wewe. Wakenya wameandika katiba, wana katiba yao wenyewe. Angalia wanavyoteseka. Hata ugali mezani ni shida. You come and tell me tunahitaji reform gani tunahitaji? The first reform we need ni ya sera ya kiuchumi. Ndugu zangu, tukibadilisha sera ya kiuchumi, unajua unavyokuwa na njaa akili inavurugika. Yaani mtu yote ambaye amewahi kusikia njaa atanielewa. Ukiwa na njaa to the maximum, akili haifanyi kazi. Unachokihitaji cha kwanza kabisa ni chakula. Ukishashiba ndio akili inarudi, unaanza kujifunza method za kusikia njaa tena. Manake niishije nisipitie hii njaa. Manake uanze kujifunza njia za wewe kupata chakula pasipo kupitia tena ile iliyopita. Ni kitu nataka kuambia. Ndugu zanguni, hawa wanasiasa wanaopanda jukwani na kutajia rasilimali zetu kwamba wanaweza kuleta maendeleo, waambie swali moja, ni sera ipi watakayoitumia hii ya kiudalali? Nisikilize, mimi leo hii nikiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, najua ni very dangerous. Nitakachokifanya najua nitauawa quick fast. Number 1, funga milango yote. Hakuna mfanyabiashara yote wa chakula kuexport chakula.
Kama hujaona unga unauzwa shilingi 500, kama hujaona sukari inauzwa shilingi 600 kilo. Unajua watu hawajui sera ya uwekezaji. Shida moja, wengi wenu nyie si ni wasomi wa chuo kikuu, maana mnielewagi. Mtu anakuja kuwekeza hapa, Rostam Aziz ashatoa hii sera. Mtu anakuja kuwekeza hapa, mmeshaingia naye makubaliano. Swala la market humpangii. Kuna mtu anazalisha sukari hapa, anaifunga naipeleka Colombia. Huna haja kumwambia. Yeye kaja kuwekeza. Wewe angalia faida gani mnagawana naye. Yaani kuna mikataba unaoingia ni very devil ya kishetani mno. Ndugu zangu, maendeleo hayaletwi na wanasiasa kwa sera hii inayoua Marekani na Ulaya. Unamsikiliza Chadema, you come and tell me kwamba leo hii tukiwa hapa Chadema nchi itabadilika. Who told you? Kwa sera ipi? Mimi napenda twende kwa mifano. Wakenya daily wanabadilisha chama. Maisha yao yakoje? Mimi lazima niwe nawasema kwa sababu mimi nimefundishwa democracy nikipewa mfano wa Wakenya. Kuanzia day one, Mrema anaingiza democracy na multipartyism huku nchiko. Mrema na Mwinyi wanatuingiza kwenye democracy na multipartyism. Kila nikikaa darasani nilikuwa napewa mfano wa Kenya. Kwamba Kenya wameendelea kwa sababu ya democracy, free of speech, nini. Wale pale. Mimi lazima niwe nataja wa Kenya kwa sababu I was being taught by referring you. Kwa hiyo mimi kuwataja ninyi ndugu zanguni wa Kenya msikasiriki. Mimi elimu yangu nimepata hapo karibu na kwenu hapo Kilimanjaro. So every now and then walimu wangu kazi ni kumtolea mifano ya kwenu nyinyi. Now jinsi dunia ile dunia ilikuwa inawashikilia wa Kenya inavyopotea na Wakenya wanapotea katika ramani ya kimaendeleo. Alafu mtu anapanda jukwani na kutajia tuna makaa ya mawe, tuna Tanzanite, wakati wameshadalalia mgodi wa Tanzanite. Mtu yuko Canada pale ana control. Unajua hii Russia unayoiona leo hii, Putin alioua maoligarch wangapi ambao walikuwa wanataka kumiliki riziki za Warusi. Ongeeni na madiaspora wenu wanaoishi Urusi. Putin alivyotafuna maoligarch ama tajiri mnaowaitanga sio wawekezaji ambao lengo lao lilikuwa ni kumiliki riziki ya Warusi wa wagaiwa wanavyotaka wao. Kila siku mnasikiaga kelele kwamba tajiri mkubwa duniani mwenye akili ni Elon Musk. Nataka nikwambie sio kweli. Kazi ya media za magharibi ni kukudanganya kwamba Elon Musk ana akili sana kwa sababu utajiri wake. Kuna mtu anaitwa Jack Ma, Alibaba. Huyu bwana tunavyoongea leo hii, kama sio Xi Jinping, ungekuta ana utajiri wa dola labda trilioni 3-4 kwenda mbele huko. Elon Musk bado yuko kwenye B 400. Alibaba alikuwa anaelekea kwenye 3. Alichomfanya Xi Jinping akamwambia, wacha kuwaua wenzako kibiashara. Stop the monopoly. Hakuna mtu ameteseka pale China kama Alibaba. Hiyo ndio kazi ya CCP. Riziki ni ya wote. Sasa situko kwenye mfumo wa riziki ni ya wachache. Alafu mtu anapanda jukwani anakujaza ujinga. Badala kumuuliza swali moja tu, ni sera ipi utakayotumia kutuletea maendeleo? Akisha kujibu hapo basi, njoo nitukane kwenye comment kwamba tunahitaji Chadema ili tuwe na maendeleo. Tunahitaji ACT ili tuwe na maendeleo. CCM kweli haiwezi kutuletea maendeleo. Sijasema CCM itatuletea maendeleo. Never. We need a new policy, economic policy. Dunia inabadilika. Wanaoikamata dunia sasa hivi ni watu wanaopenda raia wao. China. Xi Jinping sasa hivi ameshatoka nyumbani, anatafuta masoko hii. Trump amemtoa Xi Jinping nyumbani. Ameenda Vietnam, kutoka Vietnam sio ataenda Cambodia, sio atakwenda wapi, anatafuta masoko ya watoto wake. Ndugu zangu, mimi nimesoma somo la hisabati. Somo la hisabati ukipewa swali, kitu cha kwanza unachotakiwa kukiandika ni formula utakayotumia kutafuta jibu la hilo swali. Ukiandika formula sahihi, kama swali lina max 20, unapewa max 10. Maana kama if you know the formula, you already near the answer. Sasa huyu mtu anayekwambia atakuletea maendeleo, mwambie which formula you gonna apply to give us maendeleo. This free market and free speech, free democracy, which method are you gonna use to bring maendeleo? We got everything, yes, but which method utatumia njia ipi kutuletea maendeleo? Waacheni kulilia katiba wewe. Katiba ni kitu kidogo, watu wameshikilia sera. Andika katiba maliza. Lakini ukigusa sera tu, hawa majambazi wanataka wakuwe quick fast kwa sababu sera ndio wanapokukula wewe. Kwani Mwinyi alivyopokea hii nchi kutoka kwa Nyerere, wazungu walimwambiaje? Badilisha sera, tukupe mikopo. Yaani kuna baadhi ya ndugu zangu wenye viela ukipiga nao story za mustakabali wa kisiasa wa taifa hili, kwa sababu walishika vipesa vyao kipindi cha Mwinyi, basi wanajionaga wana akili kweli kweli. Ndugu zangu, if you are getting money by manipulating other people's livelihood, usijione una akili sana. Yaani kama unapata pesa kwa sababu ya udalali, unajiona una akili sana. Ndio maana mitoto yako inakuwa mishoga kama ya Elon Musk. Unafikiri kwa nini mitoto ya Elon Musk haieleweki? Yaani tajiri yote ukimuona watoto wake hawaeleweki, hiyo riziki anayoipata sio ya halali. Kwa nini Mungu akulaani hivyo? Ndugu zangu, wacha kubeba maneno ya wanasiasa wanaweza kuletea maendeleo. Kazi ya mwanasiasa ni kukudalalia wewe kwa matajiri. Utumike tu. Ukweli uongo, waambie wanaoishi Marekani na Ulaya wanavyoumia. Kwa nini wanaoishi Urusi, China wanafanya kazi moja? Mimi kinachonifanya nini nataja Warusi na Wachina ni sera zao.
za namna wanavyopigania raia wao. Ulaya, Marekani, wanasiasa hawana habari na maisha ya raia. Ndio maana baada ya kizazi chao kuishi ile mbali, kazi yao ni kuja kuvuna huko Afrika kupeleka kwao. China ni world manufacturing hub, ndio kituo kikubwa cha uzalishaji. Mwingine atasema population ya China inawabeba. Ni kweli, lakini sio population tu, hata sera. Kwa sababu hata India wana population kubwa kuliko ya Wachina. Lakini kwa nini hawana maendeleo ya Wachina? Kwa sababu Wahindi wana sera ya democracy, free speech. Wahindi muda wote wanajifananisha na wazungu. Unajua Wahindi nawafananishaga na Wakenya, majirani zangu. Kwa sababu muda wote Wakenya wanajifigi wao ni wa Marekani, wao ni Waingereza sijui, na ndivyo walivyo Wahindi. Wahindi lugha yao wanaoipigania wakianza shule Kiingereza. Hata lugha yao hawana habari nayo. Imagine, njoo kwa Wachina, lugha yao kwanza. Ukitaka Kiingereza utajifunza Kiingereza kama Kiingereza, lakini pata elimu kwa lugha yako ya Kichina. Ukitaka Kiingereza utajifunza Kiingereza kama Kiingereza. Sera ndio inayobeba taifa kimaendeleo. Achana na katiba. Sera. Mimi ukiniambia niende kuishi nchi ambayo watu hawaongezeki, lazima ujiulize nchi gani haina organic growth of population. Ninavyosema organic growth of population, kwamba rate ya kuzaana lazima iwe kubwa kuliko wanaokufa. Lakini kazi ya Ulaya ni kutuambia life expectancy yetu iko juu. Sasa mbona mnakufa, rate ya kufa ni kubwa kuliko kuzaana nyie? Mna akili kuliko sisi. Ndugu zangu, hakuna mtu anayepanda kwenye jukwaa akuhubiri amevaa kofia mwanasiasa atakuletea maendeleo. Kazi yake ni kudalalia uhai wako kwa matajiri. Tunahitaji kubadilisha sera ya kiuchumi. Njia namba moja ni kupunguza power ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikisema hivyo, kuna wengine watasema hapo si ndio tunahitaji katiba. It's a little bit of amendment. Ni amendment kidogo tu. We don't need to pull out the whole. Kuna watu wamepull out katiba lote, lakini wanastaki kwenye umaskini. Kwa nini? Kwa sababu bado hawajamiliki uchumi wao. Uchumi ndio mpini, uchumi ndio trigger. China wameshika uchumi wao, ndio maana wameidondosha Marekani. Urusi wameshika uchumi wao, ndio maana wameidondosha Marekani militarily. Marekani amepigwa kijeshi na Urusi amepigwa kiuchumi na China. Kwa nini? Sera ya kudalalia raia wake ndio imefikisha hapo. Nikukumbushe tu, haya matatizo Trump anajaribu kuyarekebisha leo hii. Mzizi wake mkuu ulianza mwaka 1970. Nitakutengeneza special video ujue matatizo ya Marekani yalianzia wapi. Alafu Trump anakuja na maneno yako kwenye platform, mnakuja kwenye comment unamwambia hiyo ndo Marekani. Shida yenu nie mmegraduate kwenye vyuo vikuu ndio maana mnielewi. Naombeni sana, elimikeni msio wasomi.